kile cha kwanza kimezungumzia umilele wa wakfu, hiki kinazungumzia kutoka umiliki wa wakfu kutoka kwa aliyeweka wakfu kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wa Waislamu wanatakiwa wafahamu kwamba mali ya wakfu haimilikiwi na mtu yoyote, wala haimilikiwi na taasisi yoyote. Hakuna kumiliki mali ya wakfu kwa taasisi wala kwa mtu. Kama mali ya wakfu itaandikishwa kwa jina la taasisi yoyote, basi iwe ni ijraati tu za kisheria za nchi ili kuendelea kuihifadhi, lakini watu wasifikirie kwamba taasisi fulani inamiliki wakfu. Mali ya wakfu inatoka kwenye umiliki wa binadamu na mtu yoyote yule, hata awe mtu binadamu awe mtu wa kisheria. Hakuna anayemiliki wakfu katika sheria ya Kiislamu. Milki ya wakfu inarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye sasa hiyo mali ndio ya kwake, hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kuitia mkono. Mtu ambaye ataitumia kwa masharti ya yule wakifu. Kama wakifu hakuweka sharti, basi itatumika kwa maslahi ambayo tunadhani yatamrudia yule mtu aliyeweka wakfu, na wala sio mtu kutumia wakfu anavyotaka yeye akihisi kwamba ni ya kwake. Kipengele hiki kama kitafanyiwa utaratibu, kitawekewa mazingira mazuri ya kisheria, kitasaidia sana kulinda wakfu zinazotolewa na watu. Lakini kipengele hiki ni katika vipengele muhimu sana vinavyowasaidia watu wanaoharibu wakfu za watu kwa sasa hivi. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtu sasa hivi akitoa wakfu, akikabidhi ima kwa taasisi yoyote ile, msikiti, madrasa au taasisi yote ile katika taasisi zetu za Kiislamu, kitu cha kwanza kinachofanyika ni taasisi ya Kiislamu kubadilisha umiliki wa hiyo wakfu kutoka kwa aliyetoa wakfu kwenda kwa wao waliopewa wakfu. Tayari aliyetoa wakfu hana tena mamlaka, hana nguvu na wakfu yake, nguvu imerudi kwenye taasisi, kwa sababu hii milki tayari inasoma ni ya taasisi. Taasisi wanafanya wanachokitaka, na ndio maana tunakuta majumba ya wakfu yanauzwa. Unafika unaambiwa nyumba hii nyumba ni ya msikiti, ni wakfu ya msikiti. Baada ya muda fulani kuja kukuta pamejengwa hospitali, mtu anakuambia kwamba hii wakfu, hii nyumba aliuziwa mtu fulani, ametengeneza hospitali, ametengeneza danguru, ametengeneza nini. Nyumba za wakfu zinauzwa kwa sababu gani? Zilimilikiwa na taasisi au zilimilikiwa na wale waliopewa wakfu kuzisimamia, wakazimiliki wao kwa mujibu wa sheria ya nchi. Kipengele hiki lazima wasomi wetu wa Kiislamu wakifanyie utafiti ili kiweze kutengenezwa kwamba tutafanyaje milki ya wakfu kwa maana ya maandishi ya kisheria katika nchi yawekwe vipi mpaka mtu asipate nguvu ya kuweza kuiharibu wakfu. Kwa sababu ukienda ukiandikisha wakfu ardhi, ukaandikisha kwa jina lako, imekwisha, imeshakuwa kwako kwa mujibu wa nchi. Aliyetoa wakfu hata kesho anakuona unaiharibu wakfu yako, wakfu yake, yeye hana nguvu tena ya kusema. Na hivi ndivyo vinavyoumiza watu. Katika vitu vinavyowafanya watu sasa hivi hawataki kutoa wakfu, kuna mtu anaiona wakfu ya babu yake ile pale inachezewa. Huyu utamwambiaje tena atoe wakfu wakati anajua babu yake alitoa wakfu ile pale, na leo hii imekuwa ni jumba la kibiashara, hakuna anayenufaika. Hao waliowekewa wakfu hawapo tena, kwa sababu nyumba ilishauzwa, ina mtu mwingine, wakati mwingine hata sio Muislamu, anaitumia nyumba ni ya kwake kwa sababu kanunua kwa nani? Kanunua kwa yule nadhiri wakfu aliyepewa kwa mamlaka ya kuisimamia wakfu, ameuza. Kwa sababu gani? Kwa sababu aliimiliki kwa mujibu wa sheria za nchi. Katika vipengele vilivyopo katika sheria ya wakfu katika Uislamu vinavyoonyesha ulinzi wa mali za wakfu ni pale ambapo watu Waislamu wote kuanzia aliyetoa wakfu na wengineo wote wamezuiliwa na sheria kufanya matumizi yoyote ya kuhamisha umiliki wa mali ya wakfu kuupeleka sehemu nyingine.
Yani tasarufi yoyote inayomaanisha kuhamisha umiliki katika sheria imezuiliwa katika mali ya wakfu, kwa maana huwezi kuiuza wakfu, wakfu haiwezi kurithiwa, wakfu huwezi kuitoa hiba kwa mtu, wakfu huwezi kuikodisha kwa maslahi yako wewe, kwamba sasa unaikodisha tu ya kwako, labda kama utaikodisha uikodishe kwa maslahi ya hao waliowekewa. Lakini tasarufi yoyote ile ambayo ni ya kuhamisha umiliki imezuiliwa. Sasa kipengele hiki nacho vile vile ni kutengenezewa tu utaratibu viweze kukaa sawa sawa, viweze kulinda mali zetu za wakfu. Katika vipengele vinavyoonyesha sheria imeweka misingi ya kuzilinda wakfu ni pale ilipoweka masharti kwa mtazamaji wa wakfu. Mtu yoyote ambaye atakabidhiwa mali ya wakfu lazima awe na masharti mawili yamekamilika kwake. Sharti la kwanza, awe muadilifu. Sharti la pili, awe ana uwezo wa kuilinda hiyo wakfu, awe mtu au awe taasisi. Hiyo taasisi lazima tujiridhishe kwamba taasisi hii ni adilifu, viongozi wake ni waadilifu, ndio hao wanafaa kupewa wakfu kuisimamia. Lakini si uadilifu tu peke yake, bali pia na uwezo wa kuisimamia. Ziko taasisi zimepewa wakfu lakini wameshindwa kuzisimamia. Nyingine wala sio kwamba viongozi wa taasisi wamezivuruga, hawakuzivuruga wala hawakuziiba, wamenyang'anywa kwa sababu tu ya uzembe, wameshindwa kuzisimamia wakfu. Kwa hiyo hata mtu ambaye ni mzembe hawezi kusimamia wakfu, haruhusiwi kupewa wakfu kusimamia, kwa sababu wanasema mtu kuiharibu wakfu, kuiharibu wakfu kwa njia ya khiana na yule ambaye anaiharibu wakfu kwa njia ya uzembe, wote hawa wako sawasawa katika masala ya wakfu, kwa maana kwamba uharibifu wao wote unahesabika kwamba ni uharibifu. Huyu tu wa uzembe huyu ana nafuu kidogo kuliko yule wa nini, lakini wote wanakutana kwamba wamepoteza mali ya wakfu. Kwa hiyo wote hawatakiwi kupewa mali za wakfu, na huu msingi upo hata katika mambo mengine yanayohusu mali. Wala tutu sufahaa amwalakum, watu wa hovyo hovyo ambao hawawezi kutumia mali msiwape mali zenu. Kwa hiyo hata mali za wakfu ni za kwetu, tusiwape watu ambao hawawezi kuzisimamia. Lakini pia sheria imeweka katika baadhi ya wanaochuoni wanasema katika utazamaji wa mali ya wakfu kunatakiwa kuwe na rakaba muzdawaji, wanasema yani rakaba ambayo ina pande mbili. Asiwekwe mtu mmoja au taasisi moja ikawa hiyo ndio imebeba mamlaka yote juu ya wakfu. Ndio wanasema kwamba akipatikana nadhirul wakfi, lakini pia apatikane mushrifu ala alwakfi, ili kila mmoja aweze kumlinda mwenzake, kwamba kuna huyu ambaye amepewa jukumu, huyu ndio msimamizi wa wakfu, huyu ndiye bosi ambaye anasimamia hii wakfu, lakini anayeshughulikia ile wakfu kwa shughuli za kila siku awe mtu mwingine, ili huyu nadhirul wakfi amwangalie huyu mushrif aiendeshe vizuri hii wakfu, na huyu mwendeshaji wa wakfu amwangalie huyu nadhirul wakfu asije akaanza mipango ya kuifilisi au ya kuitawala hii wakfu na kuifanya ya kwake. Na katika sheria kuna kaida nyingi ambazo zimekuja katika za jumla kuhusu masala ya mali, zinaingia kwenye masala ya wakfu, kama msingi wa almasulia at-taksiriya. Masulia at-taksiriya ni mtu kubeba dhamana juu ya uzembe aliyoufanya juu ya mali. Katika Uislamu mtu akiaminiwa kuhifadhi mali za watu, huyu katika fiki wanaita yadu amana, yani huyu mtu mkono wake ni mkono wa uaminifu. Mali kama itapotea mikononi mwake, itaharibika mikononi mwake, huyu mtu hapaswi kulipishwa. Huyu mtu hana jukumu la kuilipa mali iliyoharibika mikononi mwake, isipokuwa tu akifanya uzembe
au akafanya uadui katika hiyo mali, hapa atatakiwa kuilipa hiyo mali. Msingi huu vile vile wanawachuoni wanasema inabidi unatakiwa kutumika katika mali za wakfu. Mtu anayesimamia wakfu vile vile ni mtu muaminifu kwa mujibu wa sheria, na muangalia kama mtu muaminifu, ameaminiwa, ndio maana akapewa hili jukumu. Kama itatokea mali ya wakfu ikaangamia kwa mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyo mtu hana jukumu la kuilipa mali ile. Lakini kama itagundulika kuna uzembe ama kuna uadui alimeufanya, basi atalazimika kuilipa hiyo mali ya wakfu. Kwa hiyo unao msingi wa almasuliya taksiria, na unatakiwa kufanywa kazi katika mali ya wakfu. Na hapa huu msingi ukifanywa kazi, watu pia watakuwa makini, kwa sababu mali ya wakfu ikiharibika, kitu cha kwanza tutakachokifanya ni kwenda polisi, sisi kwenda kushtaki, ili polisi waje wafanye uchunguzi, hii mali imeharibikaje? Imeharibika kwa bahati mbaya, mipango ya Mwenyezi Mungu, ama huyu bwana ana mchango katika kuiharibu? Mtu akijua kipengele hiki kwamba kitafanyika, atakuwa makini katika kuiangalia wakfu. Lakini mtu tukimkabidhi wakfu afu tukamwachia tu hivi, hakuna chochote kitakachotokea, basi ni yalla, mipango ya Mungu. Mtu anaweza akafanya jambo lolote ile la uharibifu ama la uzembe, alafu mali ya wakfu ikawa imeharibika.